na leo tena tunaendelea. Naomba ukae tayari. Tumejifundisha somo zuri sana kuhusu ufalme wa Mungu. Muda ungekuwa unaruhusu, kwa wale ambao hawakupata nafasi kulingana na majukumu pia mbalimbali ya wafanyakazi wa serikali, tungeweza kurudia mambo yote, lakini muda wetu sio rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza kuangalia somo ambalo linaitwa ufalme wa Mungu. Tukaangalia namna ambavyo koloni lilikuja kutoka mbinguni linatafuta watu wake likatupata na sisi. Tukaangalia mwanzo wa uumbaji, kujijua wewe ni nani na una umuhimu gani. Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia, tenda haraka nije kwenye somo hili, tunakumbushia tu kwa wale ambao wakwepo. Tukaangalia sisi wanadamu tumeumbwa kwa ulimwengu wa aina mbili, ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa kuilima na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ya 2 ile mstari wa 7, ukailime. Ule ulikuwa ni wajibu wa ulimwengu wa kuilima, maana yake ni kufanya kazi, na kuitunza maana yake ni wakili. Tukasema wewe ni wakili wa Mungu, ulivyonaje kuanzia viumbe vyote si vyako, ni vya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa wewe ni wakili, mali ulizo nazo unakaa kama wakili, si zako, ni za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uzitumie kwa kusudi la Bwana. Ukianza kujivuna na kujaanguko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukaangalia mazingira hayo, tukaangalia mazingira ya utii kwa namna ya kumwangalia Adamu aliyeambiwa, lakini ilikaja anguko, kuacha lile agizo ambalo Mungu alimpa. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona kumbe na sisi tuwe watii. Agizo tunalo mpaka leo, tuendelee kulitumikia lile agizo ili Bwana atubariki. Baada ya anguko, tukaona mfumo mpya unaanzishwa na Mungu, unamwita Ibrahimu kama tulivyoitwa kwenye dhambi zetu, kwenye mazingira magumu. Bwana alivyotuita tukaitikia. Mwanzo wa kanisa kumwabudu Mungu ni kuitwa. Unapoitwa kama kanisa unaitikia. Tukamwona Ibrahimu anakuja anapata Isaka, lakini tukahusika sana kwa Yakobo, kwa sababu ndipo tunaanza kuangalia taifa linaongezeka. Lengo kubwa, ongezeko pia la taifa la Mungu kama koloni la Mungu likiongezeka kwa namna ya kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Lilipoongezeka lile koloni, ambapo tunaona Yusufu anaenda kule Misri, anauzwa na kaka zake, lakini Yusufu anapata kibali mbele za Farao. Tunaona anapata watoto wawili, nafsi mbili. Lakini tunarudi nyuma huku, wakina Yakobo nao njaa inawapiga, wanatafuta mahali pa kwenda kutuliza, kuemea kama wimbo wa wanaume. Asubuhi kukicha ni mahangaiko, wakaona nao waende Misri. Kumbe ni mpango wa Mungu. Wanaenda wako nafsi 66, ukijumlisha na Yakobo 67. Wanamkuta Yusufu na watoto wake, nafsi 2 na Yusufu zinakuwa 3. 67 na 3 inakuwa 70. Biblia inafunga mlango, anasema wakawa 70. Ongezeko hilo linaanza kutokea kama sisi ambavyo tunaona mchungaji na watu ambao alikuwa nao mpaka leo. Kuruhi ipo. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni ongezeko. Lakini wakiwa kule tunaona kwamba ufalme wa Mungu kama koloni lake linaongezeka. Biblia inaniambia wanazaliana kwa kasi, wakiwa na maarifa na nguvu. Kumbe mtu aliyeokoka, maarifa ni jambo la msingi. Mwalimu wangu, mshauri wetu wasiye mrefu, Mwanasebea alisema huwezi ukayapata maarifa pasipo kujifunza kwa njia ya kusoma na kuambiwa.
lakini hekima unaiomba kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa wakiwa vile wakaitikisa nchi ya Misri, kwa yule Farao wa pili akaogopa, wakasema mtu ambaye anatumia njia za vita kutenda jambo ndio hofu imeingia. Hata wewe ukiamua kama Semweti na Siezi walipoenda kutikisa mambo ya huku, wakatikisa huku, tukawacha watu wana hofu. Bwana asifiwe. Kwa namna ya kuhubiri nchi, kwa alipotikisika, tunaona kwamba yale yote yaliyotokea kwa namna ya kwanza kuua watoto wa kiume wanaozaliwa. Lakini nakumbushia tu hapo, muda wetu unaenda. Ilipotokea hivyo, Musa anazaliwa kwa namna ya miujiza, anakuwa, lakini Mungu anamwambia sasa ni wakati wa kwenda kuwachukua wana wangu wa Israeli. Na kukumbushia tu, tutaenda kwenye somo letu la siku ya leo, wana wa Israeli. Musa, nenda kawachukue. Bwana asifiwe. Kwa sababu Israeli katika mpango wa Mungu wa kinabii kwa mataifa, nao Misri ipo, na kuna mpango wa Mungu kwa Israeli wa kipekee. Kwa Misri iliwekwa kama kuwalea wana Israeli, lakini kama tuseme kuwalea wana Israeli, lakini pia ni kuwafundisha pamoja kwa namna walivyokuwa wanakula wanaishi. Ni ishara ya utumwa, kwa sababu hawakutekwa. Wanaweza tusiwe kwa wanaenda mpaka somo letu likaishia pale mlima Sinai, manunguniko yaliyotokea. Tukasema msinungunike watu wa Mungu, haijalishi utasoma mara ngapi, maana usiangalie wewe mwili wako, angalia kazi ya Bwana ili usirudi nyuma, haijalishi utasemwa. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko nikaa kwa wale waliokuwepo tulisoma, lakini siku ya leo tunataka tuangalie mambo matatu kwa haraka haraka. Tutaangalia wakiwa kule mlima Sinai, lakini tutaangalia walipotoka mlima Sinai walielekea wapi, lakini tutaangalia kanisa linaloonekana na kazi zake muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutie nguvu, usilale. Mungu akutie nguvu, usilale. Ukisoma Kutoka sura ya 19, na mimi ningependa leo kwa sababu ya muda nikitamka, kuna mtu awe shapu pia aweze kuyasoma hayo maandiko. Kutoka ile sura ya 19 mstari wa 16 mpaka 19. Ninaomba mtu awe shapu wa kusoma. Amina. Walikuwa na mvungu na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za nchi za kile kilima. Amina. Wakasimama pande za nchi kile kilima. Tunaona kwamba wakati mpaka wanafika kule wakiwa nafsi 70, wakawa watu takribani milioni 3, waishakuwa wengi. Huo ni ulikuwa ni uzao wa kupitia kwenye matumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakiwa kule mlima Sinai, tunaona wanapewa maelekezo. Ile tetemeko ambao wanasoma ishara ya kwamba wakati Musa anaenda kuzungumza na Mungu, swali aliyeweza Kristofa, kwa nini alikuwa anatumia wakina Musa? Kwa nini anatumia wa mitume? Kwa hiyo kuwatumia watu manabii. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, Mungu anapenda kuongea na mtu mtakatifu. Biblia inaniambia ya kwamba wale wana wa Israeli wakati wanaongozwa na Musa, Musa anazungumza na Mungu. Wakitaka kula wanamwambia Musa, Musa anaenda kuzungumza tena, anapanda mlimani, anaenda kuzungumza na Mungu. Mungu anasema na Musa, Musa analeta majibu. Lakini ilifika kipindi wana wa Israeli wanataka wazungumze na Musa na sio zamani na Mungu, ndipo ambapo tunaona ishara zinakuja. Lakini kuna jambo aliyowaambia ambayo tulizungumza. Anasema ya kwamba nitakuja siku ya 3, uambie wajitakase. Nenda ukawatakase wewe Musa hawa wana wa Israeli, wafue nguo zao. Bwana asifiwe. Kama tunakumbuka tukasema wenyewe wakafua nguo zao, isitoshe na mablanketi na mambo mengine, lakini ishara ya kufua nguo inasema hivi, tafsiri yake wajiweke wawe watakatifu. Kama mnakumbuka kwenye hiyo pointi, Mungu aliambia wawe watakatifu ili aweze kuwakaribia aseme nao. Kwa hiyo utakatifu ndio unaomfanya mtu
akalindiwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakiwa kule mlima Sinai walikuwa wanapata sheria na Torati ili wakuwe kwenye misingi, wanafundishwa namna gani ya kuwa wastaarabu, kwa sababu wanajua hao watu kutoka Misri akili zao haziko za kawaida, kutukana kwao ni kawaida. Mtu anapotoka kwenye dhambi, anapookoka, yafaa kukaa kwenye mlima Sinai afundishwe. Na ndio maana tuko kwa mfano wa mlima Sinai ndani ya kanisa mahali hapa, tuko na mchungaji wetu anatueleza kwa habari ya utakatifu ili tumkaribie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anawaandaa vile, lakini wengi wako kwenye manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa walikuwa wako kule mlima Sinai kwa ajili ya kupata zile sheria. Na ukisoma Zaburi 19 mstari 7 mpaka 11 anasema sheria ya Bwana ni kamilifu. Sheria ya Bwana ni kamilifu. Kwa wanapata sheria zilizo kamilifu ili hawa watu wasije wakatenda uovu. Ninawaekea mipaka ya utendaji kazi, kwa sababu mimi ndiye Mungu niliyowatoa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Pointi nyingine, wakiwa kule tutaangalia, soma Kutoka 32 mstari wa 19 35. Kutoka 32 Sinai, agano lililo jipya na wana wa Israeli, kama ambavyo sisi tumepatana. Lile linaitwa agano. Uko hapa kwa ajili ya agano, ishara hiyo ambayo tunaizingatia. Lakini kipengele kingine tunaangalia, pamoja na kuwa katika mapatano ya agano, lakini wako wakati Musa ameenda, utaandika namna ya kuseme kuabudu sanamu. Kipengele cha kuabudu sanamu, wakiwa kwenye patano, hawa watu watengeneze. Musa wakati ameondoka kwenda kuzungumza na Mungu, wakati amekawia kwenye kipengele cha Musa kwenda kwenye maombi siku 40, ukirudi nyuma kidogo utasoma hiyo 32 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6, inasema wale watu wanasubiri Musa haji, akiwa na kuhani Haruni, anamwambia Haruni, tutengenezee ndama. Nataka nikwambie vitu vya kawaida usivilizie mpendwa, inabidi utathmini wokovu kwa lugha ya kina na kwa mpango wa Mungu, si kwa mpango wa mwanadamu. Ukitafsiri kwa mpango wa mwanadamu, utaokoka, hautaacha dhambi, utatafuna vitu ambavyo utakaviache, utakula vitu ambavyo havistahili, mtu atakuja kwa neno la uovu utalisia, kwa sababu umetengeneza mfumo wa kawaida. Biblia inaniambia anawatengenezea watoto kwenye kawaida wa Misri ili waingie kwenye mfumo wa Mungu, na ndio Mungu ufalme wake anauweka kwenye utawala wa namna hiyo. Usijiendee tu kwa sababu umepanga. Bwana Yesu asifiwe. Usipange mwenyewe. Kwa hiyo wakati wako kule, Haruni akamwambia vueni pete zenu. Wakavua pete, akapitisha kwenye moto, ndama akatokea. Yule ndama wakaanza kumwabudu. Musa anaenda anakutana abudu ndama, anamuuliza Haruni, umefanya nini? Kwa nini umewakubali hawa watu watengeneze hii dhambi ambayo ni mbaya kwa Mungu? Musa amekasirika. Musa hasira zimemjaa kama ambavyo Mungu anakasirika. Mtu aliyeokoka kutenda dhambi Mungu hapendezi. Mungu anataka watu waishi kwenye maisha matakatifu, ila kwa ajili ya matakwa binafsi ndio shida inapoanzia hapo. Musa amekasirika. Musa akati amekasirika akasema, kwa nini umefanya hivyo? Baadaye akatoa amri akasema, walioko kwenye upande wangu waje, kwa sababu wengine walikuwa wanaamini Mungu wa Musa. Bwana Musa haonekaniki. Siku 40 sio mchezo. Siku moja kwako unaambiwa ndani ya kanisa tufunge, inakuwa changamoto. Siku 3 inakuwa shida. Nataka nikuambie, kuna mambo hayaondoki kwa kuomba tu, mpaka usali na ufunge, kama nilivyomwona mchawi nikamshika mkono kwa kufunga masaa 72. Usiwe na roho ngumu,
lazima ufunge, maana una roho. Unaogopa nini? Unataka kula karanga za nini? Unataka ule nyama ya nini? Biblia inaniambia walipohitaji kula nyama ambazo wamezikumbuka za Misri, akawashushia kwale, zikawatokea puani. Mtu aliyeokoka asiyefunga na kuomba, ya puani anakusubiri. Ninaogopa sana ya puani anitokee mtu wa Mungu.